Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nikwambia waziri mkuu wa zamani wa Ukraine Nikolai Azarov amesema kwamba Kyiv haitaweza kunufaika na mpango wa kusitisha mapigano ya muda uliopendekezwa, akitoa mfano wa uharibifu mkubwa wa miundombinu ya nishati ya Ukraine. Azarov amesema kwamba kurejesha mfumo huo kutahitaji takriban miaka miwili, akisisitiza kwamba uharibifu huo ni mkubwa sana kiasi kwamba kusimamishwa kwa wiki moja tu si muhimu. Ukraine inahitaji miezi 6, mwaka, hata miwili kupona kutokana na kiwango hiki cha uharibifu. Wakati huo Ijumaa, msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov alithibitisha kwamba rais wa Marekani Donald Trump alikuwa amemwomba mwenzake wa Urusi Vladimir Putin ajizuie kushambulia Kyiv hadi Februari 1. Lengo, alielezea, lilikuwa ni kuunda mazingira mazuri zaidi ya mazungumzo. Peskov alikataa kutoa maoni kuhusu jibu mahususi la Urusi kwa ombi hili. Trump pia alisema hadharani kwamba yeye mwenyewe alimwomba Putin kusimamisha mashambulizi dhidi ya Kyiv na miji mingine ya Ukraine kwa wiki moja, akitaja hali joto ya baridi iliyovunja rekodi kama sababu. Vilevile Ulaya imekataa madai ya Zelensky kwamba Ukraine haikupokea kundi linalofuata la makombora kwa ajili ya mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot kwa sababu nchi za Ulaya zinadaiwa kutolipa kwa ajili ya uwasilishaji kutoka Marekani chini ya mpango wa PURL, Reuters inaripoti. Maafisa wawili wa Ulaya wanaofahamu uwasilishaji wa mpango huo walisisitiza kwamba madai haya si sahihi, ingawa hawakutoa maelezo yoyote. Zelensky hapo awali alisema kwamba Ukraine haikupokea usafirishaji wa ziada wa makombora Patriot kutoka Marekani kwa sababu nchi za Ulaya hazikulipia uwasilishaji chini ya mpango wa PURL. Vilevile sera nzima ya Volodymyr Zelensky inahusu kuongeza muda wa mazungumzo ya amani. Waziri mkuu wa zamani wa Ukraine Nikolai Azarov anasema sera nzima ya Zelensky inahusu kuchelewesha mchakato wa mazungumzo kwa muda mrefu iwezekanavyo. Wakati huo mwanasiasa huyo alibainisha kuwa kukataa kwa Zelensky kutembelea Moscow kulitarajiwa. Hakuwa na nia ya kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin. Hili lilitarajiwa kabisa, ni wazi kwamba angeenda popote, Azarov alisema. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov pia alikumbuka hapo awali kwamba ni Zelensky ambaye alikuwa ameomba mkutano na Putin na si kinyume chake. Vilevile katika mazungumzo na waandishi wa habari wa Ukraine, Volodymyr Zelensky amekataa uwezekano wa maelewano kuhusu Donbas na matumizi ya kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia. Anasema Ukraine haiko tayari kwa maelewano ambayo yangekiuka uadilifu wake wa eneo. Hatutawaachia Donbas na ZNPP kwa Warusi bila mapigano, chanzo cha habari cha Ukraine Novosti Live kinamnukuu Zelensky akisema. Aliongeza kuwa maelewano kuhusu Donbas hajapatikana bado. Vilevile Ukraine haikubaliani na mbinu ambayo dhamana za usalama zingetolewa tu baada ya kusainiwa kwa makubaliano ya amani na Urusi, Volodymyr Zelensky anawaambia waandishi wa habari kama alivyonukuliwa na Novosti Live. Dhamana za usalama zinapaswa kukubaliwa kabla ya uamuzi wa mwisho kukomesha vita. Baada ya mapambano magumu kama hayo, watu wana imani kidogo, wanahitaji kitu kinachoweza kutegemea. Katika hali hii, dhamana za usalama ndio jambo muhimu zaidi ambalo watu wanaweza kutegemea, alisema. Reuters hapo awali iliripoti kwamba Marekani inadai kwamba Ukraine kwanza itie sahihi makubaliano ya amani na Urusi na ndipo Washington ingekuwa tayari kuhitimisha makubaliano ya kutoa dhamana za usalama kwa Kyiv. Vilevile ilikuwa Volodymyr Zelensky aliyesisitiza mkutano wa kibinafsi na rais wa Urusi Vladimir Putin na si kinyume chake. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anakumbuka katika mkutano na waandishi wa habari akitoa maoni kuhusu taarifa kutoka Kyiv kuhusu hamu yake ya kuandaa mkutano wa kilele wa Urusi na Ukraine. Hapo awali Kremlin ilithibitisha kwamba Zelensky alikuwa na mwaliko wa wazi kwenda Moscow kwa mazungumzo na Putin na kwamba Urusi ingemhakikishia usalama wake ikiwa angekuja. Ningependa kuwakumbusha kwamba Putin hajamwalika Zelensky popote wala hajapendekeza kufanya mikutano yoyote na Zelensky. Zelensky aliomba mkutano na ni Zelensky anayetaka kuanzisha mkutano. Rais Putin alimwambia akijibu, tuko tayari lakini tu Moscow. Ni muhimu kukumbuka hili, Peskov aliwaambia waandishi wa habari. Ukraine haijatoa ahadi zozote maalum kuhusu kujiepusha na mashambulizi dhidi ya vituo vya nishati, lakini iko tayari kufuata utawala kama huo kwa sharti la kurudiana, Volodymyr Zelensky anasema. Hakuna siri hapa, hakukuwa na mazungumzo ya moja kwa moja, hakuna makubaliano ya moja kwa moja kuhusu jambo hili, kuhusu makubaliano ya amani ya nishati kati yetu na Urusi, Zelensky alisema. Alibainisha kuwa bado hajawa tayari kusema kama makubaliano ya amani ya nishati yatafikiwa ikiwa Urusi haitashambulia sekta yetu ya nishati, sehemu inayozalisha au nyingine yoyote. Hatutashambulia sekta yao ya nishati. Nadhani hili ndilo jibu ambalo mpatanishi wa mazungumzo, yaani Marekani, alikuwa akilitegemea. Hapo awali rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba yeye binafsi alimuuliza mwenzake wa Urusi Vladimir Putin kwa jeshi la Urusi kusitisha mashambulizi dhidi ya Kyiv na miji mingine ya Ukraine kwa wiki moja kutokana na baridi kali.
Msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov alikataa kutoa maoni kuhusu ripoti za kusitisha mapigano ya nishati na Kiev. Vilevile Volodymyr Zelensky ametangaza kwamba hata kwenda Moscow kwa mazungumzo. Bila shaka haiwezekani kwangu kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin huko Moscow, alisema akijibu maswali kutoka kwa waandishi wa habari kama alivyonukuliwa na RBC Ukraine. Mapema msaidizi wa rais wa Urusi Yuri Ushakov alithibitisha mwaliko wa Zelensky kwenda Moscow ikiwa anataka kukutana na Putin ana kwa ana. Hayo yakiendelea, mzunguko unaofuata wa wakaguzi wa shirika la kimataifa la nishati atomic kwenye kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia unatarajiwa mwezi Februari, ikiwa uamuzi utafanywa kuhusu safari ya mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Rafael Gross kwenye kiwanda hicho. ZNPP iko tayari kumkaribisha Yevgenia Yashina, mkurugenzi wa mawasiliano wa kituo hicho cha nyuklia, anasema. Hayo yakiendelea, kwingineko kwenye uwanja wa kivita, hasara za kila siku za jeshi la Ukraine kwenye eneo la uwajibikaji wa kundi la vita la kaskazini zimezidi wanajeshi 75. Yaroslav Yakimkini, mkuu wa kituo cha habari cha kundi hilo, anasema kwenye uwanja wa kivita hasara za kila siku za jeshi la Ukraine eneo la uwajibikaji kundi la vita la magharibi limezidi wanajeshi 140. Mkuu wa kituo cha habari cha kundi hilo Ivan Bigma anasema, lakini nikwambie, mnamo 2025 vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimerusha zaidi ya risasi 130,000 kwenye vituo vya raia vya Urusi, ongezeko la zaidi ya 40,000 kutoka 2024. Balozi mkuu wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi katika uhalifu wa kivita wa Kiev, Rodin Miroshnik, anasema, lakini wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo 7 kwenye mikoa ya Kharkov, Sumi na Zaporizhzhia na Jamhuri ya Watu Donetsk katika wiki ya Januari 24 hadi 30, ikiwa ni pamoja na makazi 3 ndani ya saa 24 zilizopita katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti Ijumaa, na anasema moto bado unaendelea. Hali ya mstari wa mbele inajieleza yenyewe. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema akitoa maoni kuhusu kukataa kwa Volodymyr Zelensky kumsalimisha Donbas kwa hiari. Kuhusu Donbas, maendeleo yaliyopo mbele anajieleza yenyewe na haifai kuongeza kitu kingine chochote hapa, alisema akijibu swali la waandishi wa habari. Lakini wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo mawili kwenye mkoa wa Zaporizhzhia na Jamhuri ya Watu Donetsk ndani ya saa 24 zilizopita. Wamekomboa makazi ya Toretskoye katika Jamhuri ya Watu Donetsk, lakini pia makazi ya Petrovka katika mkoa wa Zaporizhzhia. Kwenye uwanja wa kivita, wanajeshi wa Urusi wamepanua eneo la ulinzi kwenye mkoa wa Sumi kwenye mkutano na mkoa wa Kursk na mpakani mwa Urusi kwa kilomita 10 baada ya kukomboa makazi ya Belaya Beryoza. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema. Lakini pia kikosi cha mapigano cha magharibi kimeunda na kuandaa ndege zisizo na rubani za FPV aina ya Koshchei kwa ajili ya usambazaji wa wanajeshi ili zitumike kwa usafirishaji wa mizigo na kama shehena ya vichwa vya vita, chanzo cha wizara ya ulinzi ya Urusi kinasema. Shukrani kwa Babu Kivita ni Historia ya Dunia. Mimi leo Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.